Mara nyingi tumeeleza faida na utumiaji wa karafuu kwa ajili ya maisha yenye afya bora, lakini ni muhimu kuwa mwangalifu na mambo fulani yanayoweza kujitokeza. Karafuu hutoa faida nyingi za kiafya kutokana na wingi wake wa virutubisho thabiti vinavyoimarisha kinga ya seli dhidi ya uharibifu. Hata hivyo, uelewa wa busara wa mwingiliano unaweza kutokea kati ya misombo ya asili katika karafuu na dawa fulani. Baadhi ya mwingiliano huu unaweza kusababisha madhara, jambo linalosisitiza hitaji la tahadhari. Katika uchunguzi wa matumizi salama ya karafuu, tunalenga kuweka wazi mienendo kadhaa, kuhakikisha unapata uzoefu wenye maarifa na salama. Hivyo basi, baki nasi hadi mwisho na utajifunza mambo ya msingi sana. Karafuu ni nini na ina nini ndani yake? Karafuu ni viungo vinavyotokana na maua yaliyokaushwa ya mti maalumu unaojulikana kwa harufu kali na ladha ya kipekee. Hutumika sana kwenye vyakula vingi na pia katika vinywaji vya jadi na vya kisasa. Mbali na ladha yake, karafuu ina virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Ina madini ya kuimarisha mifupa na kusaidia uzalishaji wa homoni mwilini. Pia ina vitamini muhimu zinazosaidia kinga ya mwili na kuimarisha afya ya seli. Hii ndiyo sababu karafuu imekuwa sehemu muhimu ya mapishi na tiba za asili katika jamii nyingi. Faida 4 muhimu za karafuu ambazo pia tumeeleza sana kwenye video zilizopita. Kabla hatujaingia kwenye upande wa pili wa matumizi ya karafuu, hebu tuangalie kwanza faida 4 za kiafya. 1. Kupunguza uvimbe. Sifa kubwa za kuzuia uvimbe za karafuu zinatokana na misombo mbalimbali ya bioactive, huku eugenol ikiwa ndio mhusika mkuu. Eugenol ina uwezo wa kuzuia mwitikio wa uvimbe mwilini, ikisaidia kupunguza matatizo ya kiafya yanayohusiana na uvimbe kama baridi yabisi. Karibu kwenye channel ya Naturemed Supplies, mahali ambapo tunakuletea elimu ya afya kwa kutumia sayansi ya asili. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina aliyejikita kutoa maarifa sahihi yatakayokusaidia kuboresha maisha yako kila siku kwa kutumia mbinu asilia. Namba zake ni 0748294113. ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu. Pia tunazo bidhaa zenye nguvu zinazoweza kuondoa changamoto yako ulionayo. Bidhaa hizi zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na zimethibitishwa na mamlaka husika hapa nchini. 2. Kupambana na radikali huru. Wingi wa viuasumu mwilini ikiwemo eugenol huifanya karafuu kuwa mshindani hodari dhidi ya radikali huru ambazo husababisha uharibifu wa seli na magonjwa sugu kama ya moyo, kisukari na aina fulani za saratani. 3. Kulinda tumbo dhidi ya vidonda. Tafiti zinaonyesha kuwa kula karafuu kwa kiasi kikubwa kunaweza kuongeza unene wa tabaka la ute linalolinda ukuta wa tumbo, hivyo kupunguza hatari ya kupata vidonda vya tumbo na kusaidia kuponya vilivyopo. 4. Kusaidia ini kufanya kazi vizuri. Tafiti za hivi karibuni zimeonyesha kuwa uwepo wa eugenol unaweza kusaidia kuboresha utendaji wa ini na kupunguza madhara ya magonjwa fulani ya ini kama cirrhosis na ugonjwa wa ini kuwa na mafuta. Madhara 5 ya karafuu unayopaswa kuyajua, na hapa ndipo tunapopakusudia sana. 1. Mwingiliano na dawa za kisukari. Karafuu inaweza kushusha kiwango cha sukari kwenye damu. Kuitumia pamoja na dawa za kisukari kunaweza kusababisha sukari kushuka sana. Fuatilia kiwango chako cha sukari kwa karibu. 2. Mwingiliano na dawa za kuzuia damu kuganda. Karafuu inaweza kupunguza kasi ya damu kuganda. Kuitumia pamoja na dawa za kuzuia damu, anticoagulants ama antiplatelet drugs, kunaweza kuongeza hatari ya michubuko na kutokwa na damu. Ikiwa una upasuaji uliopangwa, acha kutumia karafuu angalau wiki 2 kabla ya upasuaji. 3. Mwingiliano na ibuprofen. Kuongeza ibuprofen kwenye mafuta ya karafuu kabla ya kuipaka kwenye ngozi kunaweza kuongeza kiasi cha ibuprofen kinachofyonzwa kupitia ngozi, jambo linaloweza kuongeza madhara. 4. Tahadhari ya mafuta na chai ya karafuu. Kwa sababu eugenol inaweza kuingiliana na dawa fulani, ni bora kuepuka mafuta ya karafuu na chai ya karafuu ikiwa unatumia dawa hizi. Kiasi kidogo cha karafuu kama kiungo cha chakula kinachukuliwa kuwa salama. 5. Hypoglycemia. Hii ni hali ya sukari kuwa chini isivyo kawaida na ni tishio wakati wa kutumia karafuu.
hasa kwa watu wenye kisukari. Ingawa eugenol husaidia kudhibiti sukari, utumiaji wa kupitiliza unaweza kusababisha sukari kushuka kwa kiwango cha hatari. Sumu ya mafuta muhimu, essential oil. Mafuta muhimu ya karafuu yana kiasi kikubwa zaidi cha eugenol kuliko karafuu nzima au zilizosagwa. Kupaka mafuta ya karafuu au krimu yake kwenye ngozi kunaweza kusababisha muwasho na kuungua kwa ngozi wakati mwingine. Kumeza mafuta safi ya karafuu kunaweza kuwa na sumu na kukufanya upate kizunguzungu au dalili nyinginezo. Katika hali chache, inaweza kusababisha mtu kupoteza fahamu. Athari za sumu kwenye ini. Mafuta ya karafuu yanaweza kuwa na sumu unapotumia mengi kupita kiasi. Kwa kawaida mililita 10 hadi 30 au takriban vijiko 2 mpaka 6 vya chai. Dalili zinaweza kujumuisha fadhaa, kuhisi muwasho, kukakamaa au kuchanganyikiwa, kupungua kwa umakini na kupoteza fahamu. Unaweza kupata dalili hizi ndani ya saa chache baada ya kumeza mafuta hayo. Ishara za kuumia kwa ini, ikiwa ni pamoja na homa ya manjano, macho au ngozi kuwa vya manjano, zinaweza kuonekana kati ya saa 12 hadi 24 baada ya kuliwa. Watoto wachanga ndio walio katika hatari zaidi ya kupata uharibifu wa ini. Mzio, allergic reactions. Hata yanapotumiwa kwenye ngozi au kinywani, eugenol inaweza kusababisha mzio. Kwa zaidi ya miaka 100, madaktari wa meno wamekuwa wakitumia eugenol iliyochangamua na viambato vingine kwa taratibu nyingi. Eugenol imeonekana kusababisha dalili za mzio kuanzia hafifu hadi kali kwa baadhi ya watu. Ishara za mzio zinaweza kujumuisha wekundu na maumivu mahali ilipopakwa kwenye fizi. Baadhi ya watu hupata vipele au uvimbe kwenye sehemu nyingine za miili yao. Acha kutumia karafuu na mpigie simu mtoa huduma wako wa afya mara moja ikiwa utapata muwasho mkali, wekundu, maumivu au kuvimba baada ya kuitumia kwenye ngozi. Matumizi salama ya karafuu. Kwa bahati nzuri, katika kiasi kidogo, matumizi ya karafuu kwa ujumla huchukuliwa kuwa salama. Ikijulikana sana kama kiungo maarufu cha kuongeza ladha kwenye vyakula na vinywaji mbalimbali, karafuu pia hupatikana katika bidhaa nyingi zikiwemo dawa za meno, sabuni na vipodozi kama manukato ya kipekee. Ingawa ulaji wa karafuu kama chakula hauwezi kutoa faida au madhara ya kiafya yanayoonekana, matumizi yake kama dawa yanaweza kuleta matokeo yaliyokusudiwa au madhara yasiyotarajiwa ndani ya mwili. Njia salama zaidi ya kuingiza karafuu kwenye utaratibu wako wa kupika ni kuitumia kama kiungo, ikiongeza ladha nzuri kwenye vyakula mbalimbali kama keki ya boga, chai ya maziwa, divai ya moto na mchuzi wa kari. Njia bora ya kuongeza ladha ni kutumia karafuu iliyosagwa kama kiungo cha kupaka wakati wa kukoleza nyama. Karafuu hupoteza nguvu yake haraka mara tu zinaposagwa. Hivyo inashauriwa kununua karafuu nzima na kuzihifadhi kwenye chombo kisichopitisha hewa. Njia nyingine salama ni kuandaa chai ya karafuu au maji ya karafuu. Loweka karafuu chache kwenye maji ya moto kwa dakika chache au ziache usiku kucha ili ladha iingie taratibu. Unaweza kuongeza asali au limao kwa ladha bora. Njia hii hutoa uzoefu salama wa ladha na wenye manufaa bila madhara yasiyo ya lazima. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.